wangu, wala mimi si mume wake. Na ayaweke mbali mambo ya uasherati wake, yasiwe mbele ya uso wake. Mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Kwa hiyo watoto wako walionyonya matiti yako umewakutanisha na midomo ya wanaume wangapi? Mdomo kazi yake siku kasome Biblia. Wale wanawake waliokuwa wamejaa furaha baada ya kumwona Yesu kule Yerusalemu, walisema libarikiwe tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Nataka nikuulize, watoto wako uliowazaa na ambao unaendelea kuwazaa, na inawezekana wengine walikuwa mimba, yani katikati wewe una mimba bado unaenda kukutana na mwanaume ambaye si baba wa mtoto kwenye hilo tumbo. Angalia kilichotokea kule kwa kipindi cha Nuhu. Ni umalaya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9. Majeraha yalikuwa makubwa mpaka nchi ikawatapika. Nisikilize binti, usifanye uzinzi ukiwa kwenye nyumba ya baba yako na mama. Nisikilize kijana wa kiume, kitabu cha Wimbo Ulio Bora kinasemaje? Usichochee mapenzi, yasubiri mpaka yatakapoona yenyewe ni vema kutoka. Kwa hiyo inamaanisha mapenzi yana wakati, ukiyawahi utalipa fidia. Kasoma Wimbo Ulio Bora sura ya 3. Tena ameanza na wasihi, enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na ayala wa porini, msiyachochee mapenzi mpaka yatakapoona vema yenyewe kutoka. Kwa lugha nyingine, mapenzi kwenye mwili wako yana time, lakini ukiyaamsha yanawahi. Unaingia kwenye ndoa, una majeraha ya kizinzi. Ulipata mwanaume ukaanza kuishi naye kama unaishi kwenye ndoa. Unajifundisha kumridhisha boyfriend, takataka moja la kutoka Misewe sijui wapi, ndio umekaa nalo, limekutoboa vidonda vya tumbo. Unapokuja kuingia kwenye ndoa, hauna utisho wa ndoa, unaanza kulipa fidia kwa sababu uliamsha mapenzi ambayo ilibidi uyatumie baada ya kuruhusiwa kutoka kwenye nyumba ya baba yako na mama. Na kwa sababu hiyo sasa unakuwa mtumwa wa maisha na unaanza kutumikia zile alama za kimalaya kwenye ndoa. Sasa nisikilize, nyinyi ambao mnasemaga unajua mimi natafuta staili nimridhishe. Kama unaingia kwenye ndoa kwa kigezo cha ngono, utakuwa mtumwa sana. Ingia kwenye ndoa kwa sababu ni Mungu ametaka uingie kwenye ndoa, wala hautakuwa mtumwa kwenye hiyo ndoa. Utakuwa free, kila kitu kinakuwa smooth. Na ndio maana kazi ya mwanaume ni lazima awe mwalimu wa mke wake. Kwa nini? Kwa sababu mke ukimfundisha anakuwa mwalimu wa watoto. Kwa hiyo huhitaji kufundisha watoto kwa nguvu, mfundishe mkeo. Hata unamfundishia kitu gani kama una majeraha ya kimalaya? Utakachomfundisha ni namna tu, unajua ukikaa kitandani, mbona hunivalii hiki, nivalie hiki. Ndio unaofikiri ya kumweleza mke wako. Mbona umfundishi kuhisi utamu wa pipi? Mbona umfundishi utamu wa pilipili? Kwa sababu mapenzi ni spirit, ni madhabahu. Na shida ambayo inatusumbua kwenye kanisa la sasa ni watu wakiwa kanisani kufanya uzinzi kawaida. Yaani muimba kwaya, muimba nani, wanaona ni fashion. Kwa nini? Kwa sababu hatuwaelezei waje kanisani kufanya nini. Tunawatangazia wenye shida mbalimbali. Sasa kama mwaleta wenye shida mbalimbali ukaanza kuwatengenezea habari ya namna gani wasitumie mili, wanahama kanisa. Kuna umri ukifika, sikia kuambiwa ukweli kwamba bwana, hili ni kuoa, acha hiki, acha hiki, acha kile. Hataki fungulia mlango waende. Kwa nini? Kwa sababu hata magari hatubadilishaki gari kitu, tunabadilisha vifaa vilivyochakaa. Yaani kwenye gari wote tunabadilisha vifaa vilivyochakaa. Tunaweza tusibadilishe plate number, lakini matairi yakawa mapya, lakini plug zikawa mpya, lakini taa zikawa mpya. Na ndicho anachokifanya mwili wako. Mimi sina shida nao, nabadilisha taa zilizoko humo ndani na matairi yaliyoko humo ndani.